Karibu aliyepata. Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 2. Basi Daudi akasikia huko nyumbani ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi akawaambia hao vijana, "Wewe mwende Karmeli na kumwendea huyo Nabali ili kumsalimie. Na hivi ndivyo mtakapomwambia huyu aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwa wote ulio nao. Nami sasa nimesikia kuwa kuna watu wanaokata manyoya kondoo zako. Haya wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hakuwadhuru, wala hakuwakosa mtu wakati wote walipokuwako huko Karmeli." Inatosha. Tunaenda kuangalia hapa katika Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 2. Tunaona ni kisa cha Nabali na Abigail. Kiangalia Nabali, maana yake katika Biblia imeelezea kwa habari ya mtu mpumbavu. Nabali alimuoa mwanamke anaitwa Abigail. Na Abigail Biblia inatuelezea kwamba alikuwa ni mwanamke mzuri. Na Biblia inapotuambia kwamba mwanamke mzuri, si tu uzuri wa mwilini lakini pia uzuri wa kiroho. Uzuri wa kiroho pamoja na kumcha Bwana. Ukisoma katika Mithali 31 kuanzia ile sura ya 10 mpaka ile sura ya mwisho, ukiangalia Biblia inamuelezea sifa ya kuwa mke mwema au mwanamke mwema. Kwa hiyo Biblia inapotuambia alikuwa mzuri wa sura au alikuwa mzuri wa kitu fulani, au haiangalii tu kimwili kwamba alikuwa na uzuri wa nje, lakini pia wanaangalia kiroho kwamba alikuwa na uzuri wa kumcha Bwana. Biblia inatuambia Abigail alikuwa na uzuri, na uzuri wake pia alimcha Bwana. Maana ukimcha Bwana, Mungu anakupa akili mpya, anakupa akili njema, anakupa hekima, anakupa maarifa, anakupa neema ya kitofauti ambayo hautoweza kumkwaza au kujichanganya katika mambo yasiyofaa. Biblia inatuambia kwa habari ya kisa cha Nabali na Abigail. Nabali alikuwa ni mwanaume mpumbavu. Akamuoa mwanamke mwenye hekima, mwenye hofu ya Mungu, mwenye shauku ya Mungu, mwenye taka kumjua Mungu. Huyu Abigail akasikia kwa habari kwamba Daudi, watumishi wa Daudi walilinda mifugo yao siku zote za kukatwa manyoya, kwa maana Nabali mifugo yake ilienda kukatwa manyoya. Na huo ilikuwa ni desturi ya Waisraeli. Wanapokata manyoya huwa wanafanya kama sikukuu. Na ile sikukuu huwa mara nyingi wanawapa zawadi wale watu wezi ili waache wezi wao au wizi wao. Sasa Daudi kipindi hicho akalinda mifugo ya Nabali. Na walipolinda wakajua kabisa kutokana ni sikukuu huwa tutapewa malisho au tutapewa mifugo. Lakini Nabali hakuzingatia, hakuwa na ule moyo wa, tunasema hakuwa na ule moyo wa utoaji, hakuwa na moyo wa kujitoa. Akasema kwani Daudi ni nani? Lakini uzuri ni kwamba tunaona kwamba alioa mke mwema, mke mwenye busara, mwanamke mwenye hofu ya Mungu, mwenye akili njema. Akaisikia, akaambiwa na wajakazi wake kwamba kuna watu akina Daudi walitulinda kwa siku zote ambazo tulikatwa manyoya au mifugo yetu tulikata manyoya. Lakini hao watu jinsi ambavyo Nabali alivyowajibu, hakika bosi wetu au hakika mifugo yetu na sisi tutaangamizwa. Baada ya kusikia hayo maneno kutoka kwa wajakazi, huyu Abigail alichukua bisi na mikate pamoja na mifugo kondoo 3, akachinja vizuri, akapika vizuri, akaenda kuwapikia. Biblia inatufundisha nini kwa habari ya kina mama? Na Biblia inatueleza mengi sana kwa habari ya kina mama waliosimama kulitumikia shauku la Mungu,
Na Biblia inapotueleza, inatueleza ili na sisi tujifunze. Na tunapojifunza tusijifunze kwa mabaya, bali tujifunze kwa mazuri. Na moja ya kujifunza kwa mazuri, cha kwanza tunatakiwa tuliishi kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abigail alifanya maamuzi mazuri. Hakukurupuka. Alifanya maamuzi mazuri. Na haya maamuzi mazuri Biblia inatutafsiri kama akili njema. Bwana Yesu asifiwe. Maana usingefanya hivyo wangeangamizwa. Sasa tuangalie sifa za mwanamke mwema. Sifa za kuwa mwanamke mcha Mungu. Mwanamke mcha Mungu unatakiwa uwe na sifa zipi? Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya kwanza, lazima awe anajishughulisha na kazi au biashara au na kitu chochote. Awe anafanya kazi za mikono. Sikubali kuwa mama wa nyumbani. Biblia inatuambia katika Mithali 31 mstari wa 13, naomba kaka Wilo unisaidie kunisomea. Mithali 31 Mithali 31 mstari wa 13, au aliyepata anaweza akatusomea. 31 mstari wa 13. Biblia inatueleza sifa ya mwanamke mcha Mungu, lazima awe anajishughulisha na kazi ya mikono. Kazi yoyote ya mikono, hata kama ni mama wa nyumbani, yamkini hujapata neema ya kusoma, jishughulishe na kazi ya mikono. Fuga. Jitahidi ufuge. Jitahidi ufanye kazi upate akiba. Jitahidi ufanye kazi kwa mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kukaa bure. Usikubali kukaa bila kazi. Biblia inaniambia mtu yeyote ambaye anjishughulishi ni dampo la shetani. Ndio hapo utaanza kuwasengenya watumishi wa Mungu, kusema watu, kukwazika. Kwa nini? Kutokana una muda mwingi sana. Lakini ukawa ni mtu wa kujishughulisha na mambo yako, au ukawa ni mtu wa kujishughulisha na kazi, hutakuwa na muda kwanza kusema wala kumsema mtu. Kwa nini? Muda wenyewe kwako umekuwa limit. Muda wenyewe kwako umebana. Imeshindikana hivyo, basi uwe ni mtu wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe unautafuta uso wa Mungu. Mwingine anasema hivi kwamba mimi najishughulisha lakini kila ninachofanya napata hasara. Hebu ninakushauri, jitahidi kutafuta uso wa Mungu. Tafute uso wa Mungu. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi utafute uso wa Mungu. Kaa magotini mwa Mungu, kaa barazani mwa Mungu. Mwambie Mungu, nimeanzisha biashara ya kwanza, imeshindikana. Ya pili, imeshindikana. Ya tatu, imeshindikana. Mungu, nahitaji katika hii upite katikati. Niuone mkono wako, uniirishe matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakiwi kukaa jobless. Hiyo ni roho kamili. Bwana Yesu asifiwe. Jishughulishe, uza karanga. Imeshindikana ni mama wa nyumbani, fuga kuku. Imeshindikana, fuga mifugo. Imeshindikana, fanya shughuli yoyote inayokuingizia kipato. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya mke mwema au mwanamke mcha Mungu, anaamka mapema. Inatoka katika Mithali 31 mstari wa 15. Huwa mwanamke huyu uwahi kuamka. Jitahidi uwahi kuamka. Tunapokuambia unatakiwa ulicheke anga, unalitekaje kama umeamka saa 2? Wahi kuamka. Omba Mungu, ikabidhi siku mbele za Mungu.